kuna mambo tumeona jana pale katika ile makubaliano MOU kati ya Rais Ruto na kinara wa ODM kuhusu kufanya kazi pamoja. Lakini kwanza niseme ya kwamba sisi hatukushtuliwa na ile jambo, hatukulichukua ni kama jambo ambalo ni jambo ngeni, kwa sababu kutoka Raila aweze kupoteza kiti cha EU na pia koti ikasema ODM ni majority, iliacha Ruto in a very vulnerable position. Ilimwacha mahali ambapo alikuwa very vulnerable, anything could happen. Yeah, so lazima angechukua haraka Raila na mtulize na mwambie hapana, mimi nakubali chochote ambacho unataka, mimi nakubali. Kwa hivyo jana ilikuwa one of the steps towards what we expect, ya kwamba kuja tutafanya kazi pamoja. Na Raila na yeye hakuwa na choice mingi, kwa sababu amekuwa weak, amekuwa hurt emotionally. Alikuwa nataka tu mahali ya kwamba atajishikilia, aone ya kwamba it's not right. Tena Raila ako na wafuasi wengi sana ambao wamekuwa kingojea kazi za serikali. Kwa hivyo angekuwa na otherwise atatoke sahi. Wengine wako cabinet, kuna wengine pia wanataka kuingia cabinet, some powerful positions. Nasikia wanatemea mate interior, nasikia walikuwa wanatemea mate deputy. So kuna wengine wanajipanga kuingia PSs, commissioners, ambassadors, machairman ya parastatal. So kuna watu wengi ambao walimwambia hapana baba, hata kama hiyo iliisha, wewe tuingie ile mambo tulikuwa tumekubaliana, tukule ingine iko hapa karibu. Lakini the question is how far can it trust? Hii mambo ambayo niliona wamesema watakubaliana, hiyo mambo ni very broad, na hiyo mambo ndio itakura hii serikali, kwa sababu hawa watu wataenda waseme sisi ile mambo tulisema haijafanywa. Sasa ukisema leadership and integrity iko wapi, na ni wapi utaona ikifanyika wewe? Ukiuliza mambo ya corruption na imekuwa hapa na sisi, nini itafanyika 1 year? Hii mambo yote ya public debt na hiyo mambo yote imeandikwa pale, ni kitu hakuna, iko tu hivi namna hii, ni kitu huwezi shika, huwezi sema nini walikubaliana, it's not there. So what will happen? Wale wataingia after 2 years waseme ile mambo tulikubaliana sijaona. Kwa sababu ukitaka kujua Raila akiongea, angalia Sifuna body language. Jana alikuwa na wasiwasi sana, na akasema mimi niko hapa kama katibu, kuna ile kazi lazima nifanye, na nimekuja kuangalia nione nini hii inaendelea hapa. Meaning Sifuna juzi alituambia hata Raila Odinga asupport Ruto 2027 bado Ruto atapoteza kiti. Ni yeye mwenyewe alituambia, na Sifuna anaongea lugha ya Raila Odinga kwa katika ODM. Lakini venye Raila amefanya, because na yeye si mtu ya jana, amegawa ODM mara mbili. Kuna wale akina Joho, akina Oparanya, akina Wanga, wao wanaenda kusema tutakusupport tuko pamoja mpaka 27. Lakini saidi hii akona Sifuna na akina Owino. Naambia nyinyi chopeni kabisa. Nyinyi endeleeni mkisema ODM iko nini? ODM iko imara na ODM lazima ifanye opposition. So anacheza hivyo akiangalia the situation in the country. Na finally what will happen ni kwamba tukifika pale mbele atasema hii maneno yote tulisikizana, hatukusema ya kwamba tutakuwa pamoja 27. Tulisema sisi tuangalie maneno venye itaenda. So that is the way to go. Lakini kama upande huu timu yetu ya Mount Kenya, timu yetu ambayo inaongozwa na Rigathi Gachagua, ambayo inaongozwa na akina Eugene, timu yetu ya kina Matiang'i, akina Karonzo, mimi nataka kusema hivi ya kwamba Raila ni mzee, tumeheshimu uamuzi wake. Najua amepata shida, amepata under coercion, si kupenda kwake, ni mambo imekuwa mingi na akazama huko kwa rais, si kupenda kwake, lakini tunaheshimu. Na sasa uzuri ni kwamba tumejipanga sasa kuendelea na mikakati ya 27. In short ni kusema hatuko tunajua kama Raila atajoin side hii, lakini kwa sababu ameenda, it's now official, tujipange timu yetu yote sasa, ukijua ni sisi tuko hapa sasa na wale wako side ile, it's very clear now. So tukifanya mipango yetu, kama tulikuwa tuna propose Raila akuwe president wa coalition ya opposition, sasa tunaondoa, tunapanga watu wengine, tunajua nani atakuwa mpepereshi wa bendera. So that is the way to go. Lakini amani ndiyo kitu ya maana, na tujipange na mambo ya uchaguzi, mambo ya kura, mambo ya IBC, na tuone venye tutaendelea mbele. Mudavadi na Wetangula, hao ni watu ambao ninawahurumia kidogo. Mimi najua kwamba kiti moja ambayo Raila anaenda kuingia ni prime minister. Ile kiti inakaliwa na Musalia. So Musalia ataambiwa songa. Jana yeye Musalia angekufaa kuwe KICC kwa sababu yeye ni member ya UDA. Lakini alienda akasema ametumwa. Hakuna, hata kama mazishi ilikuwa, simu inapigwa, inasemekana presidential burial yenye ana attend inasongeshwa mbele. Hiyo ni kupotea, alipotea. Ameanza kuona deja. Hiyo deja tuliona zamani, yeye ndiye anaona saa hii. Atasonga tu. Wetangula alienda kufungua madarasa jana. Hakuna kitu kama hiyo. Ameambiwa, anajua kiti ya speaker inaenda. So mimi nataka kuomba watu ya Western, wacha sasa msibebwe kila siku na upande ya Nyanza. Kujeni kama Waluya, tuingie coalition ya opposition na miguu yote.
Si tuongee na mshike mkono wale watu viongozi wengine. Tuingie kwa hii na kutoka zamani Waluya hawajai kuwa kwa serikali. Ati wanasapoti serikali. Wanakuwa kwa opposition. So nyinyi mkuje Waluya wote tushikane mkono. Signals are out. Bas tuweke coalition. Tukishikana Mount Kenya na Western na Wakisii na Wamasai na Wakamba na kuna watu wengi sana wanaingia kutoka Northeastern na wengine kutoka Coast. Bas hii mambo itaenda namna hii. Hii shida si shida ya Wakikuyu na Ruto venye watu wanataka kusikia kuambiwa. Hii ni issue ya kila Mkenya. Wale wote wako na shida na uongozi mbaya. So wale watu wakifikiria ati hii ni vita ya Mount Kenya sijui na Ruto ati vote 1 against 1, utastuka. Watu the whole country they watu wako na shida, si kitu ya mtu mmoja. Hiyo ndio lesson yenye watu wataona pale mbele very soon. Laila iko hivi. Laila tulikuwa tumempatia nafasi saa hii. Tukamwambia because umezungushwa Afrika mzima, kitu yenye sisi tulikuwa tunajua hutapata na ukaumia. Usingoje kuumia tena. Tangaza msimamo saa hii. Gen Z watakusamehe ile mambo ulifanya last year. Ile mambo ulifanya last year watakusamehe. Ukuje, tulikuwa tayari kama opposition coalition kupatia Raila presidency. We were ready for that. Lakini sasa Raila kuingia tena akuwe prime minister kwa hii serikali sioni akipona. Hiyo kusimama 27 itakuwa ngumu. Let me tell you the truth. Hapa ndio angekuwa apone. Kama angeingia aseme mimi nitakuwa na raia, angepata. Lakini sasa anaambiwa sasa wewe unakaa nje unadanganywa miaka 2 si ukule kwanza. You cannot eat, you can't do both sides. Hauwezi kuwa unakula saa hii ukingojea wa Kenya tena utatoka 27 useme sasa nimediscover Ruto ni mbaya. That one will not work. Saa hizi watu wako na akili kidogo. Wale watu wako huko serikali wakisema watakula mpaka 27 watadiscover watu wamesonga. So I don't see his chances. Zilikuwa saa hii kama angekaa tu nje hivi waongee na wengine, hawa watu wote kuanzia Mheshimiwa Rigathi Gachagua hata rais wa zamani Uhuru Kenyatta walikuwa tayari kupatia Raila presidency. Lakini this time akae miaka 2 akikula afu atoke dakika ya mwisho sioni. So ataforciwa by circumstances kusupport Ruto. Ama atoke asupport candidate wa opposition coalition ule atakuwa. Those are the two chances he has now. As the people's opposition hatutanyamaza, tutaendelea kuongea, na hata rais akisema tusiongee juu yake tunamwambia hakuna vile tunaweza ongea juu ya ushuru bila kuongea juu ya Zakayo. Sababu ni Zakayo ndio mtoza ushuru, ndio ametoza wa Kenya huu ushuru, na ambao sasa inaanza kuonekana pesa hizi zinaanza kuingia kwa mifuko ya watu binafsi. So Bwana Ruto, we will not stop talking about you. We must address the issues, and those issues and the suffering of Kenya has been brought about by you with your failed policies. So we can't stop talking about you, because addressing those issues, we must talk about the cause of the issues. And the buck stops with you, Mr. President. We as the opposition have also started our consultations to see how we can remove this bad government, this corrupt regime, this regime that is actually a failed regime with its failed policies. So when you see us consulting as we are consulting today, it's for the sake of the people of Kenya who are suffering, who are crying, and whose money is being siphoned through unlawful means by the president and his cronies. There are many ways of skinning a rat, like they say. And the constitution, all we can tell you is that we will remove this government through constitutional means. And the constitution provides for ways and means of removing a bad government. We have a deputy president who has been removed and is at home. And we have a very unpopular president that we saw on Al Jazeera. Even Kimani Ichung'wah could not defend him, who can equally be removed. And the constitution gives us the ways and the means of removing him and removing this government. And it can be removed even before 2027. They say where there is a will, there is a way. Na hii katiba inatiba. Tiba ambayo Wakenya wanalia, shida zote walizonazo, katiba hii inatiba. Na sisi kama upinzani tutatumia katiba hii kutibu huu ugonjwa wa ufisadi na wizi na uporaji wa mali ya umma unaoendelea katika taifa hili. We will not keep quiet.